Mimi sidhani kama talents mtu anazaliwa na, labda tu kuna vitu nyongeza hivyo ndo aga vinaonekana kama hiyo ndo talent yenyewe. Sijawahi kushika milioni. Alafu naambiwa sasa hapo na sign na toa milioni yangu. Walikuwa wananichanganya sana. Yaani nimchukue mwanamke nije nianze kumlisha na kumvalisha na kila kitu. Baada hapo azae ndugu zake waanze kula hela zangu, hiyo kitu siwezi fanya. Unajua ile kitu sasa bana, hivi mimi kweli ndo yule ambaye nilikuwa naishi na gari. Hiyo kitu kinanichanganya sana. Story Yangu Podcast, utajifunza kitu. Na mgeni wetu wa leo ni Dayo, anajiita Mangi mwenyewe. Yeah. Yaje? Shwari, mambo? Safi, mzima? Kama kawaida. Karibu sana bwana. Nashukuru sana. Hivi Mangi, that means wewe ni Mchaga au sababu wewe wa Mangi ni Wachaga? Mimi ni Mchaga. Okay. Lakini umezaliwa Dar es Salaam na kulia Dar es Salaam? Hapana. Nimekulia tu Dar es Salaam lakini nimezaliwa Moshi. Aha. Yeah. Then mkamove kuja Dar. Yeah. Lakini nilisoma pia huko. Okay. Kwa hiyo nimekuja kidogo nishakuwa. Okay. Yeah. Basa unyama bwana, mimi nataka nikurudishe nyuma kabisa. Nimesha kutambulisha kwa namna ambavyo mimi nakujua na namna ambavyo watu wanakujua, lakini always tunawaacha wageni watu waambie wao wenyewe Dayo ni nani. Sasa kwa hapo ndo tutaanzia. Dayo ni nani? Dayo ni mwanamuziki wa Bongo Flava kutoka Tanzania. Okay. Yeah. Mimi ni Mchaga, natokea Moshi Kilimanjaro. Okay. Lakini nimekulia Gongo la Mboto huko. Okay. So unapojua Gongo la Mboto? Yeah. Huko nimekulia na nikaendelea na shule yangu huko. Na huko ndo nilipogundulika na kipaji. Na huko ndo nilipoanzaga kuimba. Okay. Yeah. Alright, so turudi nyuma hapo kwenye ulipokulia. Umekulia kwenye familia ya aina gani na mpo wangapi nyumbani? Sisi kwetu tuko wanne. Yeah, kiume wawili, wa kike wawili, ambao wa kike ndo dada zetu, alafu mimi na mdogo wangu ndo wa kiume wa mwisho. Okay. Yeah, story yangu ya hatua ya ukuaji, tumekuwa katika mazingira mabaya sana kwa sababu mimi mzee wangu aliachaga familia kipindi hicho. Kwa hiyo tukawa tunalelewa na mama, hatuna pa kulala, hatuna pa kula. Nadhani watu wengi wanajua story yangu. Tulikuwa tunalala, tulikuwa tunapakaa, tunakaa nje. Hata ndugu pia walikuwa hawasaidi chochote. Kwa mama yani tukawa hatuna pa kwenda, tukawa tunalala nje. Zamani sana huko kuna mapori tu. Kila mshukuru Mwenyezi Mungu tulikuwa mama kaanza kufanya biashara za kuuza pombe za kienyeji. Yeah, so baada hapo akauza takriban kama miaka 20. Yeah, baada hapo akaanza akapata kiwanja akajenga. Okay. Yeah. Kitendo cha baba kuwa ameondoka kwenye maisha yenu na akawacha kwenye mazingira kama hayo ambao mmekulia nyie, kikawaida lazima atakuwa amekuathiri, lakini natamani utuambie imekupa picha gani kwenye kuwa na familia ama kuanzisha familia na kuishi yani na familia? Mimi nachoamini bana, familia ni kwa mfano, labda unajua Mungu anapokupa mtoto unakuwa unaanza kuwaza labda sasa itakuwaje, naanzia wapi, lakini Mungu anavomleta yule mtoto kuna namna anatia na sahani yake pale. Kwa unashangaa kuna vitu vinafunguka. Ndio maana pia hata mfano mzuri ni kwa bibi mkubwa wangu, tulikuwa wanne lakini alisolve vitu vyote pa kusoma na kila kitu. Japokuwa tulipata elimu ya kawaida hii. So hii elimu yetu ya kawaida, kwa mfano sisi familia yetu wote hatujasoma vizuri kabisa, tumefeli. Kwa sababu ya mazingira na the way unajua unaamka asubuhi, yaani asubuhi tu saa 11, unajua watu wanakunywa pombe za kienyeji wale. Wanakujaga vilabuni mapema sana. Yes. Wanasema wanatoa loki. Kwa walikuwa wanakuja asubuhi sana. Kwa asubuhi tu mapema muziki ushaanza kulia. Yaani makelele, yaani unashindwa kusoma na ufunga ni saa 6 saa 7, saa 6, saa 10 sometimes. Kwa ni hata muda wa kukaa ukasoma na ukosa. Umeona bwana, kwa siwezi kulaumu kwa sababu ndo mazingira, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu tupo. Mungu pia akanichagua katika moja ya familia niwe mwanamuziki, na walau napata kidogo hichi naweka nyumbani sawa. Sio kama zamani, hata ukienda sasa hivi au kwa mtu anayepajua anaona kabisa kumebadilika. Yeah. Okay, so
baada ya kufanikiwa sasa, kwa sababu tayari umeshapiga hatua kubwa, hata kama hujafika unapoenda, lakini mwanga umeonekana na mambo yanaenda vizuri. Baba amesharudi? Hapana, upande wa baba hapana. Mzee wangu hakuwahi kurudi Dar es Salaam, kwa sababu kuna matatizo pia alikuwa amesababisha huko, kwa kuna namna kama kawa amekimbia, umeona bwana. Lakini pia nilivyomaliza form 2 pale, ndio kuna kalikizo kama kamwezi, si miezi miwili, si mwezi, kitu kama hicho, nimesahau. Lakini so nilirudi tena kwa mamangu, nikamwambia mama, mimi nataka kumuona mzee, hata kama ana mapungufu au ana makosa yake, lakini mwisho wa siku yeye ni baba, lakini mimi pia nitakuja kuwa baba, so sihitaji kuja kuwa mfano wake, kwa nahitaji kukutana naye, kuongea naye. So kwa muda mrefu mama alikuwa anakataa, akaja akakubali, ndo akanielekeza sasa kwa babangu. Kwa hiyo nikafika paka kule ambapo nilikuwa tunasomaga mwanzo kijijini kwetu, sasa wanakaa kijiji cha pili. So nikafika paka kule, nilikuwa mdogo tu, form 2 hapo. Nikafika paka kule nilipoelekezwa, nikafika na nikakuta babu zangu, piga nao story pale. Baada ya mwisho wa siku nikawauliza, bana mzee yuko wapi? Wakasema mzee wako alishaondoka. Sasa anaondoka wapi tena? Wakasema ameenda, yeye anaishi Kenya maisha yake yote. Kwa hiyo nikasema nawezaje kumuona sasa? Wakasema kuna jamaa mmoja ana bodaboda, sio vizuri. Akasema ngoja tumpigie simu, kama atakuwa karibu akupeleke tu, kwa sababu kijijini kwa babangu na Kenya sio mbali. Kwa hiyo tukachukua bodaboda pale, nikapanda, nikaanza tukaenda mpaka Kenya. Tukafika, tuchukua kama sijui dakika 30 sijui saa, tukawa tumefika. Japo tulikuwa tunapata matatizo barabarani, mvua zilikuwa zimenyesha, kwa pikipiki zina slide, kwa tunadondoka sana, tulichafuka sana mpaka kufika. So nikafika, sasa tunafika sehemu ambayo sasa tujui baba yetu yuko wapi. Sasa tuanza kumtafuta, kwa tunapita, tunaulizia kwa watu, bwana mzee fulani, mzee fulani, mzee fulani, mzee fulani, watu hawamjui. Tulizunguka takriban masaa 3 mpaka tukawa tumekata tamaa. Kuna sehemu tukawa tumepita hivi. Tulipopita pale, nikamwona mtu, nikamuhisi, umeona bwana, nikahisi mbona kama nimehisi kama huyu ndo mzee mwenyewe, lakini kasema watu wanatofautiana. Kwa hiyo tukaenda tena mbele, akidengo ananiambia turudi nyuma. Nikamwambia yule mshikaji, turudi tena. Tukarudi paka pale, tukakuta anakatakata ndizi barabarani. So nikamsalimia, alivyoniona kuna namna akashtuka hivi, kwa sababu tunafanana sana. So alivyoniona kuna namna akashtuka, akaniuliza mbona kama na kitu. Nikamwambia mimi mwenyewe nahisi kitu, mwana bwana. Akanambia wewe ni fulani? Nikamwambia akanikumbatia pale, akaanza kuongea, tukapiga story, akanambia vitu vingi sana ambavyo siwezi kuviweka hapa hadharani, unajua tena mambo ya familia. So tukaongea vingi, akanipeleka anapoishi, akanigea kuku. So baada ya pale nikapata namba yake, kwa sababu pia nilikuwa sina muda wa kukaa naye sana, kwa sababu nilikuwa inabidi nirudi kesho, nirudi Dar, kwa sababu tiketi yangu ilikuwa imeshakatwa. Kwa hiyo nikarudi kule kwa babu, nikawa na namba yake kwenye karatasi, kwa sababu kipindi hicho nakumbuka nilikuwa sina simu sijui. Kwa nikarudi pale kwa babu, nikawaaga, then nikaenda kwa mjomba asubuhi, nikarudi Dar es Salaam. Lakini mawasiliano yaliendelea kuwepo. Mwaka jana mwezi wa 12 kuna picha nilipost ya familia, nikiwa mimi, mtoto, babu na baba. Wow, that's great. At least kwamba ulikuwa na nguvu ya kumtafuta. That means mama yenu hakuwahi kuambia maneno mabaya kuhusiana mzee? Hizo zipo, unajua bana, mama anakuwa labda ana vitu vyake, kwa hiyo anakuwa hawezi kuvinyosha direct, lakini anakuwa anasema tu bana, ninyi hamna baba bwana, mimi sasa tuna baba vipi? Basi tuoneshe kaburi lake. Lakini mwisho wa siku alinionyesha, na namshukuru Mwenyezi Mungu pia sasa hivi ana mawasiliano mazuri. Wow. That's great. Okay, so katika momenti hizo za kukua kwenye mazingira hayo na mama, unakumbuka moment ambayo ishaikuumiza sana moyo, labda kitu ambacho mama alifanya? Nakumbuka kuna siku mimi nilikuwa naumia sana, baba alikuwa anampiga mama, nilikuwa najisikia vibaya sababu nilikuwa sina tu nguvu. Kuna siku kama alikuwa amerudi usiku, amelewa sana, mwana bwana. Kwa alivyorudi pale akaanza kutukana. Sasa mama akawa anamwambia tukana basi kwa nguvu kwa majirani nini, ingia tu ulale. Alianza kumzabua mlangoni pale. Sasa sisi mama yetu anapigwa, tunalia, yaani mama analia, sisi tunalia, kwa sababu tulikuwa mimi na dada yangu tu, mdogo wangu wa mwisho hajazaliwa bado.
mimi na dadangu mmoja kwa yuko Moshi. Kwa hiyo tunalia nyumba nzima. Sasa mzee alivyoona sisi tunalia akatufuata na sisi tulipigwa. Tulipigwa sana. Kwa hiyo pale akaondoka tena hajarudi nyumbani. Yaani hiyo siku nilijisikia vibaya sababu alimpiga sana mama. Lakini pia alikuwa na tabia hiyo. Sio ndio ukishakuwa unakunywa pombe. Afu zikija kuisha ndo unaanza kujutika. Afu asubuhi anaomba msamaha nini. Afu kuna kitu kimoja ambacho wazazi waga hawaelewi. Ugomvi wao unawaathiri sana watoto. Yaani sana. Nimeshuhudia mara nyingi hata pia ilikuwa inaharibu sana kisaikolojia. Pole sana. Okay, so turudi sasa kwenye safari ya muziki. Kutokana na mazingira ambayo umekulia, I don't know, uliwezaje kujua kwamba uko na kipaji? Kwa sababu naona kama kulikuwa na vitu vingi sana vinaendelea. Sasa tunarudi pale. Tunarudi pale nilipokuambia kwamba ilikuwa kila siku muziki unastopishwa saa 8 saa 11. Lakini saa 11 alfajiri tena muziki unaanza tena. Kwa kuna namna ule saikolojia yangu ikawa inaharibika, hata kusoma vizuri kwa sababu muda wote muziki tu kichwani. Yaani kwa pale nadhani ndo kilianza hichi kitu cha muziki. Kwa sababu unajua watu wengi wanasema talent mtu anazaliwa nayo. Hapana. Leo nakwambia hivi, mchukue mtoto mdogo ambaye yuko labda na miaka 4, mchukue ule mtoto mpeleke kwenye academy za mpira, baada ya miaka 10 ni mchezaji mkali sana. Kwa hiyo mimi sidhani kama talent mtu anazaliwa na, labda tu kuna vitu nyongeza hivyo ndo aga vinaonekana kama hiyo ndo talent yenyewe, kwa sababu kila mtu akiamua kuimba inawezekana. Kila mtu so kuna vichombeza ambavyo Mwenyezi Mungu anakuwa amemuongezea mtu, ile sana inakuwa kama anawazidi wenzake kitu fulani. Lakini leo hii ukimchukua mtoto ukamlea hivyo ndivyo atakavyokuwa. So mimi kipaji changu kilianzia pale. Kama napenda muziki kama ikawa inaniharibu kisaikolojia. Kwa hiyo nikawa yani kila kitu ni muziki. Maisha yangu ni muziki tu. Alright. So baada sasa ya kuona kwamba uko na kipaji, hatua za mwanzo zilikuwa ni zipi kwenye kufanyia kazi talent? Cha kwanza kabisa mimi sikuwahi kuamini katika muziki. Kwa sababu mimi niliacha shule form 4. Kwa hiyo nikawa na nyoa, nilikuwa na kipaji pia cha kunyoa, cha kuchora pia ninacho. Na vipaji kama 3. Nacheza mpira pia cha 4. Sema mpira sasa hivi siwezi. Ila na kipaji changu cha muziki nilikuwa sijakiwekea maanani sana, kwa sababu labda nilikuwa nahisi labda naimba tu, mbona watu kibao naimba. Sikuwahi kujua. Kwa hiyo nikawa napiga zangu mishemishe zangu za kunyoa mtaani vile, na nyoa mtu ananipa anakuja na jelo, na nunua kiwembe kimoja then 400 na ubaki kwangu 300. Kwa nikawa napata wateja, sometimes kwa siku napata buku jelo. Najua zile hazo, kwa zile kazi na nisaidia kumeki kununua nguo nini, kwa sababu bi mkubwa alikuwa pia hajiwezi sana. So kule kwenye kuanzia kwenye kinyozi. Sasa kwenye kinyozi pale ndo wale watu sasa wanaonizunguka, kwa sababu nilitoka kunyoa na kiwembe nikaanza saluni kujifunza upya. So nikaanza kukutana na watu tofauti. Unajua tena saluni wanapenda wenye unyamwezi nini, wasafi, wamependeza, wanavaa nguo nzuri, wanajua wasanii. Kwa mimi kana naendaga pale saluni nini, najifunza. Napenda muziki, kipiga nyimbo ya mtu. Sasa kuna siku itokea tu bahati mbaya wamekaa pale wengi wateja nini, kuna nyimbo imepiga. Sasa bahati mbaya nikapita kwa juu, yani unajua zile, nikaimba kwa juu, watu wao mbona kama wewe noma. Kaambia hamna bana, hebu imba tukusikie. Unajua sasa hivi unaona aibu, nikashindwa kuimba. Lakini niliona kama kuna kitu hivi, na mimi basi kaaga nikifika ghetto naambia wanangu, hebu kwani mimi mwanangu mimi najua. Hebu imba tukusikie. Nikawa nawaambia washikaji, naambia mwanangu, mbona ulikuwa muda wote huu unabidi utoje kama akina Aslay wale. Unaona bana, kosa baada ya kama na kipaji hivi. Kwa nikaanza ku download beats YouTube. Na download beats, naanza kujitengenezea nyimbo. Najitengenezea nyimbo na wagea washikaji zangu, nasikiliza. Yaani si record, na kuwa na play to beat na waimbia, wasikiza. Wanasema yukali. Kwa nikaanza tabia kwanza kuwa na nyimbo zangu mwenyewe. So baada ya vile sasa nishaanza kufanya kazi saluni moja kwa moja, naamini kama kinyozi. Kwa hiyo nikawa napata viela nini, ndo nika record nyimbo zangu kama 2 hivi. Ilikuwa ni kama shilingi 60,000. Nyimbo moja 30,000. Kwa nika record nyimbo 2, lakini zile nyimbo nilikuwa nazipenda mimi, lakini
kwa sababu sasa watu wanajua sasa ushakuwa msanii, ngoma kali wanazijua. Kwa hiyo na mimi zangu sio kali, wananiambia tu hii sio kali, inabidi upate kali sasa. Yeye unajua sauti nzuri, una kipaji. Kwa hiyo nikaanzaga hivyo. Sawa, ngoja nikurudishe nyuma kabla tujatoka. Ulijifunza saluni? Muziki. I mean, ulijifunza kunyoa kwa saluni? Ulikuwa unanyoa kwa viwembe mwanzoni? Ukaenda sana. Sasa yani, unajua viwembe mtu kwa noma, ile mashine ni nyingine. Mashine pia inaanza kujifunza upya. Yaani nilianza upya kabisa. Okay, sasa kwenye kujifunza, hujakutana na kisa chochote kwa sababu unajua mashine lazima kila kinyoza kugaragaza. Hiyo lazima sana kwa sababu kuna siku nakumbuka huyo bro wangu ambaye alikuwa ananifundisha kunyoa, alikuwa ametoka kwa akaja mteja mtu mzima. Okay. Kuja pale akaniambia sasa nimtoe pembeni huko sijui afu hapa katikati nipunguze kidogo. Sasa pale mimi sasa najifunza kwa watoto. Nilikuwa kama naweza. Kwa hiyo nikaanza bwana. Bahati mbaya nilikuwa na vinyoza wananielewa, kuna zile namba afu unaweka kwa ajili ya nywele, unataka nywele za size gani. Kwa hiyo nika ile namba. Bahati mbaya kipindi nanyoa hivi ile namba ikachomoka. Kwa hiyo nikampalua kipala hapa kwenye nywele zake katikati hapo. Sasa yule bro alikuwa hajajua. Okay. Kwa sasa mimi nikawa natetemeka kidogo. Kwa najifanya kama naendelea kunyoa pembeni huko yani naomba Mungu yule bro aje anisaidie kwa sababu nahisi kabisa atakuwa noma. Kwa bro akabati nzuri bro akaja. Alikuja akamkuta yule jamaa nimeshamharibu hapo. Akasema sasa itakuwaje leo? Akanambia hebu leta nimalizie, pampa mashine. Nikawa nimekaa kwenye coach. Akanambia wewe cheza. Yani ondoka. Nikatoka zangu. Nasikia ule mzee aliwasha moto pale saluni. Jamaa aliwasha moto. Niliporudi kesho yake jamaa kanambia da, bro wangu wanoma jana. Jamaa nje kuzingua sana kama ungekuwepo. Bora ondoka. Nikamwambia kweli bro. Akanambia usiwe unanyoa watu wakubwa bado, kwanza jifunze na madogo. Kwanza hapo nikawa naogopa sana kwa wanyoa watu wazima. So nikaanza kujifunza kwa watoto, hata style kwa watoto, kila kitu kwa watoto mpaka nikaja. Haikunichukua muda kwa sababu pia nilikuwa na kipaji hicho. Kwa hiyo ilinichukua kama miezi 2.5. Okay. So ulitoka Gongo la Mboto ukaja Sinza. I'm mistaken kwenye stories za kushare kusema. Safari ile mama ilivyokeaje? Mimi kweli mkubwa alikuwa hataki kabisa kwa sababu unajua nilipoanza kunyoa nilikuwa napata 3,000 5,000. Kwa saa zile nikawa nikirudi nyumbani bwana ngoja nimwache mkubwa hata 2,000 hapo. Kwa zile zikaanza nishaanza kumlemaza unajua. Kwa alivyosketi naanza kuimba na nataka nikae sehemu nyingine. Kitu kilimchanganya sana. Akanambia sasa inawezekana vipi na hii familia inaendaje? Nikamwambia mkubwa kwa sababu naamini kuna hichi kitu tunaweza kupata hela nyingi zaidi, kwa sababu sasa nikiwa napata shilingi 5,000, 7,000, 1000 ngapi, yani mwisho mpata hela nyingi 10,000, kwa sababu sio tunanyoa huko ndani, yani mtoto anamnyoa jelo, mtu mzima buku. Kwa ni mpaka upate wateja 10, so yani sio rahisi, ni ngumu sana. Kwa hiyo kama sababu mkubwa mimi tutaishije maisha mpaka lini? Hapo nakumbuka nishe kupata hela ni pale pale nyumbani, kwa sababu tulikuwa tunakaa chumba kimoja na dada zangu. Kwa hiyo nikapiga mishe zangu hizo, nikapata hela fulani, nikaanza kujenga kibanda changu pembeni. Okay. Pale nyumbani mpaka leo kuna kichumba changu na seble. Okay. Nafikiri Mungu akinijalia vizuri nitakikarabati ili nichukue kodi. Okay. Yeah. So Bimkubwa alivyosikia taarifa mimi kwenda Sinza kuanza huko. Yani aliona haiwezekani. Lakini bana najua kuna namna, kuna nguvu ilikuwa inanivuta. Akamwambia bana Bimkubwa bana, kiukweli kabisa kwa sababu mamangu mimi hawezi kunizuia kitu chochote atakifanya. Mwambia kabisa mama acha nifanye. Wewe amini tu kwa hichi ninachokifanya. Bimkubwa aligoma kabisa. Okay. Umeona bwana? Aligoma kabisa, alikataa. Sometimes lana zinafika. Yeah. Alivogoma mimi nikaforce kwenda nikaenda miaka 2 nasota. Mama nikuongea kwenye simu tu. Sasa hali kawa imenishinda sababu nilikonda sana. Yani nilikonda kwa kiasi ambacho nirudi kama katoto yani. Ni mkubwa akasema, mimi nikasema hapana. Lazima nirudi nyumbani. Kaongea na mama. Nirudi nyumbani, karudi huko. Bibi mkubwa alivyoniona alilia sana. Kaniambia hichi ni nini tena? Kaniambia mama bana, mimi nakupambana huko mimi sielewi. Kaniambia ni rudi kwako hapa. Ole wako nisikie unaniambia mambo ya kuimba imba. Akasema tena sawa. Paka nyumbani kama mwaka hivi kwa nishakuwa kabisa hapo, TikTok zimeingia nini. Kwa kwanza hapo nikaanza kufanya vitu vyangu taratibu. Kana jipostia TikTok napata followers. Nikawa na post covers, kuna covers ambazo nilikuwa na record nikiwa huko.
nilikuwa narekodi kwa Sinza, kwa hiyo nikaanza kuzitoa nikiwa kule nyumbani. Yes, kazi nanipa mrejesho mzuri. Watu napata wananiposti mastaa. Nikaanza kuona kama kuna namna anapiga hatua. Kwa hiyo nikiwa kule nyumbani nikaanza kufanya harakati zangu. Harakati zangu kuna recover mwili wangu nini. Fresh. Baada hapo ikapatikana nafasi ile, aliniposti Mheshimiwa Tale. Asili ndio ilikuwa safari yangu. Ndio ilikuanzia pale. Okay. Kwa hiyo niposti Tale, nikachekiwa na media nyingi sana kubwa. Wakaniambia tunataka interview kwa sababu kuna namna Tale ilivyoposti ni kama udogo tunamsaini Wasafi. Kwa hiyo ikawa imeboost sana ni talent yangu nini, viewers, nikapata viewers mengi kinoma. Kwa nami nikasema hii ni opportunity, acha nitumie vizuri. So nikaenda kwenye media kubwa kutambulisha wimbo wangu mwenyewe. Kwa mara yangu ya kwanza wimbo wangu unaitwa Utalala. So kesho yake tu mapema nikaenda kutambulisha wimbo wangu, ulipokelewa sana. Kwa sababu watu wengi wanasemaga anaimba cover hizo kuja kutoa ngoma kali. Yazoni kuja kutoa ile ngoma. Kila mtu na pale ndo nilipopitishwa sasa. Wow. Yeah. That's amazing. Sasa nataka nikurudishe kipindi umekonda. Unajua huwezi kukonda bila sababu. Sinza ilikufanya. Yeah, sure. Maisha yalikuwa ni magumu sana. Kuna mwanangu nilikuwa naye kama wawili. Ile ya mara ya kwanza sababu ni tena mara ya pili tena. Yaani nilivotoa pale ile Utalala nikajishaua tena. Ukarudi mjini. Nikarudi tena mjini. Hiyo ni story nyingine tena sasa. Ila hii ya nyuma ilikuwa ni tunaishi studio moja hivi. Yani pale studio tumepewa nafasi ya kukaa nini, hata tukitaka kulala fresh. Ni studio kubwa sana. Hata hicho kitu ni kikubwa sana. Kwa nikasemaga hapa ndo pakakoma mimi nitoboe. Lakini sasa sometimes my bro anakuaga ameondoka hawapo. Kwa chakula hamna, unaweza mnakaa njaa hata siku 3. Na wewe huwezi kumpigia tena mtu umombe la kula, amekupa sehemu ya kulala, kurekodi bure, ni studio kubwa. Unakuwa unaibu, nasema ngoja ni kazi nipambane. Sasa sometimes mtu anaweza kujua umekula. Kume mtu ujao. Kwa tunakaa njaa siku 3, mwanangu mmoja kwa anaitwa Miss Bangladesh. Huyo Miss ndo producer wangu kwa narekodia nyimbo yangu ya kwanza kabisa. Tulikonda. Tuliteseka sana. Sasa mabro kana kujaga wanatuna maduka kama wanatofika. Wana shida gani? Na wanakuwa wanafanya mambo yao. Sasa unajua watu wako busy mambo mengi kichwani, wana familia za kuangalia na wewe tena. Sisi tukaendelea kukaa tukaona tutakufa ndo tukarudi. Rudi nyumbani. Nikarudi mimi nyumbani, yule mwanangu akaendelea na harakati zake zingine. Okay, so baada ya ile, sasa mara ya pili mwanga umeshaonekana ukarudi. Ilikuwaje tena mambo kama maana maisha ya muziki yana hasu nyingi sana. Kwa naweza kupa mfano. Unajua kipindi ambacho kabla ya kutoka huu mwaka nilikuwa naishi maisha magumu kuliko hata maisha ambayo sije kuyaona. Unajua kwa nini? Kipindi natoa huu mwaka pale ndo kabla sijatoa huu mwaka nimetotoa pale ma weekend sio nikuone ma handsome manini. Nilikuwa nimeshapata jina. Na watu wananijua. Sasa mbaya zaidi ni kwamba sina hela. Sina kodi. Sina gari. Unajua maisha yanavyokuwa magumu sasa. Kwa sababu huwezi kumpigia mtu simu bro mimi sijala bana. Kila siku utamuomba huyo mtu kuna muda atachoka. Kwa nikawa naona aibu, nikawa naishi maisha magumu yani. Hadi kodi kawa inanishinda nikahama, nilipokuwa nakaa nikatafuta chimbo moja hivi kuna kama yani mapolini tu magoba huko ndani chumba kimoja kina hata fence, nikawa nalipa shilingi 30,000 kwa mwezi. Imagine niliishi maisha hayo, Mungu akaja akaniletea huu mwaka hii hapa kama ilivyo. Na huu mwaka imetoka tu baada ya wiki 2 nimenunua gari. Kwa ilikuwa ni kama bana wewe kijana wewe utakuja kufa sasa. Yaani kwa sababu bwana naishi maisha magumu yani. Sasa imagine nilikuwa nakaa kwenye chumba kimoja na hata sitoki ndani. Yaani kama niko jela. Yaani nilikuwa nafanya show za 100,000. Na hiyo 100,000 naifuata Katavi. Unapojua Katavi? Na naenda na basi. Imagine yani nilikuwa nimefikia katika hatua mbaya sana. Mambo yalikuwa magumu. Hapo mama bado anakuja simu na anasema anaumwa na matatizo. Maisha yalikuwa magumu sana yani kupita kiasi. Yani sije kuishi maisha magumu kama yale. Yani wasinza siku kanja. Kawaida. Yale nilikuwa nasema sasa haya ndo maisha. Ndio usanii ndo huu. Nikasema yes. Na katika hayo tambo ulipita ushai kukata tamaa ukasema labda wachana mimi? Hapana, mimi siwezi kukata tamaa kwa sababu bana mimi yani kuna watu wengi sana wapo wananitegemea. Kama nikisema nikate tamaa ni aibu sana. Siwezi. Kwa nilikuwa hivyo na kaza. Yani
kwa sitaki kumuonesha mtu kama hichi kitu kinanitesa au mambo magumu. Kwa kuonesha tuko vizuri, kumbe mambo noma. Yani watu tu walinifelisha, watu tu, kuna watu waliletea mikataba yao ya ajabu, yani nikataka, yani sikusaini ule mkataba hata, ila wakawa wamenistopisha kwamba tutawekeza dogo, subiri, usikilizie, usitoe nyimbo, ufanye hivi. Amna kwa usitoe nyimbo mimi. Ikadi miezi 8. Mwaka unaenda kuisha. Yes, ulikaa kimya. Na hapo nilikuwa hata sio msanii mkubwa. Kwa hiyo bidi natakiwa nitoe back to back. Wangekupoteza. Kwa wakawa wananipoteza, wanaua talent yangu. Kwa mimi nikajikuta siingii studio, sina hela. Yani nilikuwa napitia maisha ambayo hata sielewi nilikuwa naishi kitu gani pale. Na ni somo gani ambalo ulijifunza hapo katikati kwenye mimi siazi, yani mimi katika kitu ambacho sasa nimekuja kukubaliana nacho ni kutokumwamini mtu. Kwa sababu una mtu anakuja kwa njia ya kukuua afu kama anakupenda. Nimejifunza pia kuishi na watu kinoma. Mtu anaweza kaja akakwambia bana, wasikia, labda unaweza kuwa unafanya collab na msanii mkubwa au msanii mdogo au msanii yote, natoa ni mfano labda, alafu sasa unategemea ile collab ndio ikitoka ndio ikupush. Sasa kipindi unasubiri ile collab, huyo mtu ndiye anakupeleka hivi, subiri, unajikuta miezi nenda mpaka nao unakwenda. Nakumbuka hiyo collab alifanya nayo kwa sababu kipindi ambacho anafanya vizuri. Yes, aliona ukubwa wako kwa vizuri. Kwa sasa akusepesha miaka miezi 6, anaona utoe nyimbo amna chochote, atakubali vipi kutoa collab? Kwa collab unakuta itoke na hujatoa nyimbo. Na ubaya wasanii hawasemagi hapana, wanasema tunaua. Unajikuta mtu anarekodi afu ngoma haitoki, unakuwa unasubiri ile ngoma siku niitoe, unaacha unapanga plani za hiyo ngoma, mwisho wa siku ngoma haitoki na wewe ni hujatoa nyimbo muda mrefu. Lakini ni mfano kwangu je kunitokea. Okay. Ani mfano tu. Okay, so tuna kwenye huu mwaka. Maana huu mwaka ilikuwa ni kama nyimbo ambayo ulikuwa umejitabiria. Sure. Umejitabiria vitu vizuri. Nyimbo ambayo imesaidia watu wengi, ni wapa courage watu wengi. Ndio kipindi ambacho umekutana na Rayvanny, story ya wewe kuwa na gari yako ya kwanza. Wewe inabidi tu wape watu story ya kwanza. Umiliki wa gari yako ya kwanza. Mimi hiyo story sinishaongea sana. Nilikutana na Rayvanny, alikuwa sasa tusha record nini, akawa ananiita studio pale. Ananiambia njoo studio, sasa kama nachelewaga, yani unajua zile nakaa mbali hapo yani ujaama bado kule. Hapo nishama kulipokuwa nakaa kwenye 30. Paka kodi ya nyumba 300,000. Kwa sababu nilikuwa na timu kubwa, kwa hiyo nichukua timu yangu tukarudi kukaa pamoja. So akananiambia niende, kwa nikaa nachelewa sometimes, nachukua bajaji unajua barabara vumbi mpaka uje ufike, na nakuta driver bajaji mwenyewe anakuambia mimi lazima nipite huko, hataki kupita lami kwa sababu atazunguka. Kwa hiyo zile kuchelewa ndo zikamfanya Rayvanny bwana, bado unachelewa sana, una shida gani? Nikamwambia bro, sasa mimi paka nipande mabajaji na bajaji na njia zao, ukiambiwa pite huko nakwambia huko tunazunguka, kwa hiyo tunapita shortcut, kwa hiyo nataka nanichelewesha. Akaniambia kwani wewe gari una? Nikamwambia mimi sina. Sasa gari natoa wapi? Akaniambia gari gani unataka? Nikamwambia gari yote, tusema kuna gari, bahati nzuri kuna gari nilikuwa nimeshaanza kulipia taratibu, nilikuwa nimelipia kama 1.5 milioni. So nikamuonesha, akaniambia bado shilingi ngapi? Nikamwambia bado kama 5 milioni. Akaniambia alikuwa bado kama milioni, nilimwambia 5 milioni yeye bado, lakini walisema kwa bado 6 milioni. So nikamwambia hivyo, akaniambia kwa ukiona 5 milioni sasa hivi unakuwa na gari mdogo wangu. Nikamwambia kweli? Nikamwambia haya poa. Tukaendelea mambo mengine. Baadaye kweli nashangaa mtu anakibasha, ambia shika 5 milioni. Kesho njoo na gari. Mara nyingi wewe unajua unaitoa. Kama masiala unajua, afu napo nyimbo hatujatoa unajua. Remix hatujatoa. Kama mbona kama hivi sijaelewa. Kweli mwanangu kaziangalia kweli. Kaza kunipa wengi bwana. Anaanza tunapiga stori zingine, mimi nawazaga. Akili yangu haipo tu yani. Paka mwenyewe akasema bana, sikia ndugu wangu wewe nenda. Alafu tutawasiliana. Tutaonana kesho. Kweli bana, nikampigia yule jamaa simu. Nikamwambia umepata 5 milioni hapa. Bado moja tu. Jamaa akaniambia basi njoo ulipie 5 milioni, afu nikupe kadi. Afu ukipata moja, nakuja nikupa gari yako. Kaambia bro, hiyo ni ngumu. Nikasema ngoja. Nikaanza sasa kupiga simu kwa watu wangu. Watu wa kidogo ambao naona walikuwa wananisaidiaga 50,000. Nikaanza kuwapigia bro, mimi na 1 2 3. Anamtumia 200,000. Na mjiki kama watu 6 hivyo, afu utalinipa hela siku hiyo. Yaani siku na bahati sana. Nikapata ile milioni.
Kwa nikamwambia bana, hela imekamilika, tuko wapi? Nimeshafunga ofisi. Kaambia haiwezekani, twende turudi kule, nipe gari yangu. Kwa hiyo nilikuwa na wanangu kama wawili, tukaenda. Jamaa akasema mdogo wangu ule umepiga na gari. Kaambia mimi na gari bwana, yule shamba sikia, na mimi na gari, yani unajua ilikuwa inachanganya sana hiyo kitu. Kwa nikafika paka pale, tukakabidhiana, akanikabidhi kadi, tukaandikishana pale. Akaniambia mdogo wangu, gari lako hilo hapo. Haisema, unajua ile kitu sasa bana, hivi mimi kweli ndio yule ambaye nilikuwa naishi na gari? Ile kitu vikananichanganyaga sana. Kwa sababu mimi sijui kuendesha, kwa hiyo mwanangu ni dereva. Kwa akachomoka gari yetu tuanze tuone. Okay. Yeah. Sasa hilo gari lilikusumbua kiasi gani, kwa sababu unajua kwa bei ulionunua? Yes wangu. Ilikuwa ni Brevis hiyo. Okay. Ilikuwa ni Brevis. Jamani hilo gari lilikuwa linachemsha. Yaani mimi kwa safari za kwenda airport najua kabisa hii nitafika sehemu fulani, inabidi nipande pikipiki. Hii gari haifiki. Yaani gari kwa ukionyesha kidogo hapa kwa Lebron nilimindigi yule. Simu sababu kuna na nyingi ni kama sawa, sio 8 hivi na kitu. Alafu Brevis afu mbebovu. Sasa mimi sijui magari ya mabei, magari used. Kumbe ile magari unaweza kupata hata kwa milioni 5. Okay. Kuna mama fulani kama alinipiga yule bro. Uone kama ni mind kweli. Lakini namshukuru Mungu, yule bro alikuja akanitafuta tena. Akaniambia sasa, mdogo wangu sikiliza. Mimi nakupa gari nzuri. Okay. Wewe cha kufanya katika hilo gari lako sio? Niongezee milioni kama sio ilikuwa ngapi sio? Kama milioni 8 hivi. Okay. Yeah. Gari kabisa. Yeah, so baada hapo sasa tunajua tena show zimeshaanza kuitika kibao ni. Nikasema ngoja nipambane. Kweli nikaanza kupiga, nikasafiri. Nikaenda huko Mwanza huko. Nikapiga show yangu ya kwanza. Hapo nilikuwa nalipa milioni 2. Okay. Kipindi hicho. Nikachukua milioni 2 show ya kwanza, nikapiga tena simu nyingine. Unajua zile chakatuchaka za hivyo zile. Njoo kuna milioni 2, njoo kuna 1.5, njoo kuna milioni 2, 1.5, 2. Nikapiga nikapata kama milioni 10. Okay. Kwa nikarudi. Niliporudi nikaenda kwa bi mkubwa moja, kwa sababu airport na kwa bi mkubwa ni karibu. Nikaenda kwa bi mkubwa pale nikamwachia jiwe. Na mimi nikasema milioni yangu. Okay. Afu milioni 8 naenda kwenye gari. Kwa hiyo nikatoka nikaenda kule kwa bro. Kwa kule bro nikamuuliza gari kwa hapa, akanionyesha Crown. Nikasema bana, Crown sasa hapa ndo tuna gari. Nikalicheki ile gari ilikuwa inapigwa polish. Tukakabidhiana pale. Mimi nikaliacha na gari langu. Nikawa nimeenda kula na wanangu. Tukakula ndio tumaliza, tumeota gari fresh. Tukaanza kuichunguza pale, japo sio kuchunguza vizuri zaidi. Ilikuwa na matatizo madogo madogo ambayo tulisolve. Okay. Yeah, so baada hapo nikachukua ndo kama miliki gari yangu. Hatimaye sasa tukawa na gari. Sisi tuna gari. Okay, unyama sana bwana. Okay, katika story zako ushawahi kusema ambavyo unaishi na timu yako, unakaa sehemu moja, kwenye nyumba moja. Usema mko mnakaa kama 8? Sasa tunafika hata 10. Okay. Wengi sana. Okay, na wote ni vijana. Sasa vijana mnajua mna mahusiano ndio huwa mna maintain vipi sasa hiyo, kwamba huyu anakuja na mama leo? Sasa hiyo sababu nyumba naokaa mimi na vyumba 3. Okay. Sasa au ndugu zangu wanajua wanafanyaje. Okay. Kwa sababu wana vyumba 2 ni vya kwao. Okay. Na mara nyingi kujaga tunaweza tukao labda wiki tuko wote timu nzima. Sometimes kama leo tuko wawili tu. Mimi na mwanangu anakuja naye. Okay. Hamna mtu nyumbani, wengine wameenda kwa bibi mkubwa. Wengine wamesafiri. Yeah. Kwa sababu inatokea kuna muda tunakuwa tuko wote, kuna muda tuko wote. Hivi kwenye mahusiano yako, safari yako mahusiano ushawahi kutendwa au kufumania hizo au kufumaniwa? Hapana, mimi sijawahi kufumaniwa wala sijawahi kufumania, ila nishawahi tu kuumia huko zamani, lakini kipindi hicho ndo nilipokuwa mtoto kwa nasoma, sijui mara ya kwanza kabisa ndo nilipendaga. Baada hapo nikaonaga ni upuuzi tu, nikaachana na kuumizwa tu mara moja, nikasema sasa ni upuuzi, acha ni focus na maisha mengine. Okay, wanasemaga muziki unaanza kukupa kwanza totals kabla hujakupa pesa. Kweli kabisa, iko hivyo hivyo. Okay. Yaani hakuna cha kudanganya hapo. Ipo hivyo hivyo. Tunapenda muziki mzuri. Na sasa mimi sijui ni nini sasa. Okay. Ila tu wanakuwa wanapenda labda. Kwa sababu unapokuwa unaanza kujua the way mimi ninavyoimba ile sauti yangu ni kama inamvuta mtu. Okay.
Unakuta mtu anapenda anakuchekea, mimi napenda unavyoimba. Sasa hapo ukimtongoza atakataa. Hawezi kukataa. Kwa hiyo inatokeaga za hivyo pale mwanzoni, lakini ukishaanza kuwa mkubwa wanaogopa. Waona kama siwezi kumpata, kwa atakushushua. Wanajiweka mbali. Okay, so right now status yako ya muziki nzuri, kwa sababu namshukuru Mungu na makolabu makubwa mengi na manyimbo na maviewers mengi, nafanya show nyingi, nasafiri sana, unaona bana. Kwa unaona ukuaji. Yaani nimchukue mwanamke nije nianze kumlisha na kumvalisha na kila kitu, baada hapo azae ndugu zake waanze kula hela zangu, hiyo kitu siwezi fanya. Sio kwenye kutoka kwenye magrupu ya mchango, unajua nitakukumbusha na hichi kipande nitakutumia nikukumbushe msimamo wako. Lakini ngoja nikwambie kitu kimoja, nikikua nitafanya kwa sababu ni wajibu. Ila sipendi, inaniuzi. Yaani nije nimchue mtu huko aanze kula hela zangu yeye kwanza, baada hapo azae ndugu zake wao wanashirikiana kula hela zangu. Yaani hiyo kitu itaniuma sana. Inanichanganya sana. Utataka kwa sababu ni wajibu. Yes. Yeah, kuna level tu ikifika hiyo inakuja automatic. Okay, bwana, sasa mimi natamani uniambie kwenye safari yako ya muziki, like in music kabisa, achana maisha nje ya muziki. Ushawahi kufikia stage ukafikiria labda kwamba hii sio fani ambayo wewe ulitamani uifanye, labda kutokana na changamoto? Yaani ushawahi kukutana mfano na mtu kwa maneno ambayo alikatisha tamaa au alikushusha? Nakutana nao wengi sana. Okay. Watu hivi nakutana wengi sana. Hizo comment, labda maneno ambayo mtu fanya naongea na kufikia, nakutana nayo sana. Okay. Sasa natamani uniambie moja ambayo ishawahi kukwaza sana na ikatamani kama kukurudisha nyuma kiasi fulani, then baadaye ukakumbuka focus yako. Baya sana, siweza kuliongea. Okay. Baya sana. Hajanitukana tatusi. Kaongea ukweli fulani hivi ambao hakupaswa kuniambia. Kwa nilijisikia yani nilisema binadamu hapa. Anajisikiaje kuona sasa hivi? Kila mtu anajua ana vile yeye anavyoona, vile yeye anavyojisikia kuongea, kuandika message, kwa sababu hicho anachokifanya ndio yeye. Huwezi kumzuia kwa njia yoyote, na hata sio kesi, na hawezi kupelekwa polisi. Na huwezi kumfanya chochote. Unaacha aongee, alafu unafanya kazi ili Mwenyezi Mungu aje kumuonesha. Amuonesha kwamba yeye ni mwanadamu. So Mungu ajue nafasi yake. Anyways, ukiachana music, maisha nje ya muziki pia unayo, maybe business au kitu kingine ambacho kinaingiza pesa ukiachana music? Hapana. Focus yote ni kwenye sababu. Kwa nini sijajiingiza kwenye biashara zingine? Kwa sababu nataka ni focus kwanza na muziki. Vizuri, kwa sababu muda bado ninao, bado ni kijana mdogo. Kwa hiyo muda bado ninao wa kupambania ndoto zangu kwenye muziki. Lakini baada ya hapo, kama nitaona naweza kufocus na vitu viwili kwa wakati mmoja, naweza nikafanya kitu kingine, lakini kwa sasa hivi akili yangu bado haijatulia. Kwa acha nitafocus na muziki, muda ukifika naweza nikafanya kitu kingine. Okay, kuna kitu ambacho ungetamani kukibadilisha kwenye maisha yako? Mfano kama ungepewa chance kibadilisha kwenye maisha yako na unaona kwamba kitabadilika kabisa safari nzima. Jana tu. Okay. Yaani ningeanza upya. Okay. Afu ndo vitu vya ujana navijua. ili usivifanye kama usivifanye, yani kwa sababu unajua ukishaingia tena kutoka ngumu. Okay. Unakuwa unateseka kutoka. Okay. Kwa hiyo sipendi sana hii lifestyle ya vijana. Okay. Sipendi kabisa. Vijana huko tunazungumzia vitu vingi tu. Vitu vingi unavijua nadhani. Humo kuna wanawake, kuna vilevi, tabia mbaya, kuna matusi, kuna mavitu kibao ambao mimi yananikera sana. Okay. Sawa, lakini kikubwa ushauki. Yaani tunafikia hatua ya tunapambana kuvuka huo umri, kwa sababu pia tupo kwenye wanasemaga ujana ni sehemu ya kujifunza.
na pia ujana ni sehemu ya kutengeneza kesho yako, utu uzima wako wa baadaye. Kwa hiyo level ni ngumu sana, yani natamani kweli, hata kwa sababu pia sina mtoto wa kiume, yani mtoto wangu nitahakikisha nakaa naye chini namuelekeza vitu, yani mpaka atajua kwamba wewe ukifika hiyo age achana nayo, ni noma sana. Okay, hapo nilikuwa nimesahau kabisa kusema sasa yeye ndo peke yake au ana ndugu zake? Yeye uko peke yake. Mwenyewe nimpataga kwa diwani na nyoa Gongo la Mboto, nimpataga zamani, itokeaga tu nimpataga dogo. Okay. Ngaanza kuishi naye huyo dogo, sasa hivi ana miaka aenda 4. Okay, wewe ndo unaeka naye? Okay. That's great. Na ni kwa sababu ya kile ambacho baba aliwapitisha ndio maana uliona bora umlee mwenyewe au mama yake hakuwa sawa. Okay. Alikuwa ni mtu ambaye anazingua, anafanya vitu sio mpaka mtoto akawa anadhoofika, unajua zile. Yeah. Kwa nikaona bwana huyu hawezi kumlea mtoto, kwa nikamuomba kana kataa, akasema huyu kimuendekeza mtoto anamuua. Kwa nikaenda kwao kabisa, nikamchukua, nikaanza nikampeleka kwa bibi yake kwanza kwa muda kidogo, kana anatumia dawa za kienyeji mpaka akakaa sawa. Okay. So baada hapo nikamchukua. Wow, that's great. And that's very responsible kwa sababu kwa level ambayo ulikuwa nayo pengine hata ungeamua kwamba bwana wewe potelea. Yani nilikuwa nimeshafanya hivyo, lakini kuna nama tu nikiwa yani, kwa sababu mamake alikuwa anakujaga nyumbani amleta mtoto, anasema yani kwa kana muonaga mtoto jamani huyu mtoto kwa hivi. Kwa hiyo kana niuma, yani nikawa nashindwa kuvumilia. Kwa nini sema basi mamake wewe sijeuri, basi mtoto wako sawa, mimi sitaki tena. Anapokuwa namuona nikasema sasa huyu napelekea huyu mtoto huyu atakufa, fu makosa atakuwa ni yetu. Kwa nikaenda kumnyang'anya. Okay. Wow, that's great. By the way, ilikuwa ni great move kwa sababu bila hivyo asingekuwa na mtu wa kumsaidia. Au pengine hata angekuwa kwenye mazingira kama ambao uliyapitia wewe alafu. Tena ukute na mabovu zaidi. Yeah. That was great. Okay, so turudi kwenye music kwanza. Wakati unaanza sasa kwenye kuingiza pesa kwenye muziki, unakumbuka pesa yako ya kwanza kuishika ambayo kwa kipindi hicho ilikuwa ni kubwa sana? Ambayo uliingizwa na muziki. Ya kwanza hapo nakumbuka kuna show moja hivi. Kuna show moja nilipata ya media kubwa tu. Yeah. Naweza suka meshi. Yeah, ilikuwa ni Fiesta. Okay. Kwa ni Sumbawanga hiyo. Hapo kanipa milioni. Hello. Hapo sasa sijawahi kushika milioni. Alafu naambiwa sasa hapo na sign napewa milioni yangu. Walikuwa wananichanganya sana. Milioni? Hivi kweli milioni? Kumbe mtu unaenda. Kwanza nikaona wasanii wana hela sana. Okay. Nikasema ni kwamba wewe unaenda tu unaimba hivi nyimbo zako unachukua milioni. Nikasema biashara bana inanifurahisha sana. Hiyo siku nimepewa tu pale milioni. Nikatafuta dalali. Okay. Katafuta dalali kama hapo, kwa sababu nilikuwa na kaka brother mmoja aitwa Msigwa. Kamtafuta dalali. Hapo show bado ujue. Kamtafuta dalali. Kapata dalali, nikaanza kuzunguka naye, wanatafutia chumba fulani vikizuri. Hapo na mimi napanga kwa ngoma mara hiyo ya kwanza ndo napanga sasa. Ya ulali sana studio. Yani wala tena yani unajua za hivyo tukatafuta chumba pale, nikapata chumba changu. Nikaenda nikanunua furniture 2-3. Alafu nikabakia na kama 300,000. Kwa 300,000 sasa nikasema hapa naenda kuchukua nguo za 200,000. Nguo za 200,000 vipi? Naanza najiona nitapendeza. Nikaenda la kumoja imeuza mitumba hapa dini pale Kariakoo. Sasa nikamfuata Sinza, nikamwambia mwanangu nilimwelekeza mapema tu, akamwambia wanaliu basi njoo na vingongo 3 tuchague sababu inabidi nisafiri. Alafu nikapanda na ndege ujue. Ilikuwa sio poa. Hawezi sahau. Okay. Yeah. So go kapata fresh show kapiga. Nikapiga show, nikapanda ndege. Yani hiyo shika milioni kwa mara ya kwanza. Nikapanda ndege kwa mara ya kwanza na nikapanga kwa mara ya kwanza. Kwa nikaona kabisa yani maisha ndo haya. Yani nilivyorudi kwanza ndani na kwenye chumba changu kwa sababu sikulalaga pale. Okay. Nilivyorudi nililala. Nilikuwa nasikia raha sana. Anyways, umepitia vitu vingi sana, lakini kikubwa ambacho nafikiri kimekusaidia hata kwenye story inavyoonekana ni kwa sababu ulikuwa na focus na ulikuwa unajua unataka kwenda wapi. Still mpaka sasa hivi upo kwa sababu unajua exactly ni wapi ambako unatamani ufike. Una kipi cha kumwambia kijana ambaye yuko na talent? Mazingira haya msupport kabisa. Kupambana tu, kwa sababu mimi siamini kuna kinachoshindikana. Kama nilifanikiwa mimi natokea Gongo la Mboto huko, si mtoto wa kimaskini mno. Unajua wanasemaga watu wa kimaskini au wengine waongo. Maskini afingilo mimi. Tunachokiongelea sisi ni mtoto wa kimaskini mno. Alafu ikaja katokea eti sasa hivi eti ni msanii
najulikana eti napendwa na gari nakula kwa wakati, kitu ambacho mimi kinanishangaza kila siku. Unajua mpaka kuna mdogo wangu mmoja alikuwa anaishi naye Gongo la Mboto zamani huko miaka 6 iliyopita, alisafirija kaenda Dodoma kwa karudi. Alivyorudi sasa ndo kaja sasa, kabla kurudi alikuwa anipiga simu, "Da mwanangu, ushakuwa msanii, unajua chama siala." Nikamwambia mwanangu, so wale tena. Kwa hiyo juzi kati hapa nikamtumia nauli, akaja nyumbani. Kaja akakutana na gari, anasema hello, oya mwenetu na gari juu. Nikamwambia kwetu li mwenetu. Kaingia ndani, anashangaa, "Mbona tunaishi maisha sasa hivi?" Wow. Acha mambo yako bana. Unakumbuka tulipokuwa tunalala? Nakupanga kitu mwanangu, kitu kinipa hasira niendelee kutafuta zaidi. Yaani kwa hata mimi sometimes kuna muda naweza kukaa chini nikasema kwa nini mimi Mungu? Unajua zile. Kwa sababu una muda unafanya vitu ambavyo nikikumbuka nilikuwa naishi akotesha maisha mazingira mabaya sana. Kwa nasema huyu ndio mimi kweli. Nabaki kushukuru tu Mwenyezi Mungu nini na kujiombea tu mrefu pia nyumbani pawe vizuri. Okay. Yeah. Wow, that's amazing. Okay, so sasa hivi tuna project mpya tumerudi kufanya na hivyo japo tuliaminishwa mambo yalikuwa mambo. Yeah. Unalipi la kuambia mashabiki ndugu yangu? Tunalipi la kuambia mashabiki? Nawapenda na washukuru kwa kunisupport. Wanisupport kwa sababu sina kingine cha kufanya. Wamesikia kufanya na kipaji cha kuimba. Yeah. Ila tu Watanzania waache tabia ya kupuuzia vitu ba. Watu wana vipaji wasapotiwe. Mimi naona wasanii wengi sana wanahangaika sana. Na wana vipaji wanahangaika, wanakuwa nakosa hata la kula. Tanzania wasifanye hivyo, wasapoti ba. Wasinganganie tu hao mablaza wakubwa. Inabidi kuko na wasanii wengi ili tuweze kuvuka ngambo zingine. Exactly. Zaidi. Inabidi tuende wengi, asiende tu Diamond, asiende tu Harmonize, asiende Mario. Tuende wengi. Tukiwa wengi tunaweza kabisa kuwashinda wasanii wengine. Yes. Sasa tukiwa wachache ndo wao tu Tanzania wamewashikilia, kwa sio sawa. Kuna vipaji vingi vya kusapotiwa. Watu wasapotiwe. Hakuna mtu anatoa nyimbo mbaya. Issue ni ana nguvu ya kupromote hiyo wimbo. Hata sisi ngoma zetu ambazo sometimes hazifanye vizuri ni kwa sababu hamjaziona zikifanywa promotion kubwa. Yeah. Kwa hakuna msanii anatoa nyimbo mbaya. Sikilizeni, tegeni sikio, supportini watu. Wasanii ni wengi sana, tunahitaji kuvuka tuende mbali. Tuko wengi. That's true. Naua vijana na stress, vijana wengi sana wanateseka kwa sababu ya stress. Watanzania supportini, acheni kushikilia watu wao. Sio kama wenzetu wa Nigeria. Nigeria wanapenda wasanii wao. Msanii wewe ushangae ukiona msanii wa Nigeria ametoa nyimbo moja kahit. Huyo ni bilionea. Yaani ana hela, anashinda wasanii wetu wengi. Unaona kabisa wanafanyaje? Yaani yule msanii akisapotiwa na wanampenda, wanamsupport. No, anapata shows na anapata na thamani kubwa. Kila kwa tunaweza kutengeneza nyimbo kahit. Watu wakaanza sasa. Wanaanza kuhesabia. Wanaanza kutengeneza. Unaona huyo nawapeni miezi mingapi hamna kitu. Lakini mtu ana kipaji. Sasa huyo mtu anavyosikia hayo mambo na anakuwa na stress, mnamchanganya, anachanganyikiwa, na vijana wanakula madawa kulevya. Ukimwona msanii, anaambia Watanzania bidi wajue kitu kimoja. Yaani ukimwona msanii katoa nyimbo imehit, ujue huyo ni mkali. Exactly. Sio kabati. Hakuna uteza mazingira akitoa nyimbo ya pili, si kama ile tu. Angalia, anaimba vile vile. Sasa hiyo ya nini? Kasikilize muziki. Tuenjoy muziki. Tuenjoy muziki kwa sababu mimi siwezi kutoa nyimbo mbaya. Okay. Na binafsi sijawahi kutoa nyimbo mbaya. Okay. Na siwezi kutoa nyimbo mbaya. Ila mtu anaweza katokea kwa jitu unamwambia bana, hiyo ngoma mimi sijaelewa. Hujaelewa kivipi? Hujaelewa, sikiliza nyimbo. Mimi sijaelewa tu. Acha bana, lakini akitoa mtu mwingine hapo. Hii ndio yenyewe. Hiyo ndio kivipi sasa? Kwa hiyo wa talents watu wako wengi. Lakini pia tunawashukuru brothers wana support. Ndio maana unaona wasanii pia. Lakini mara moja pia na sisi wanatuongeleaga. Kwa ni kitu kikubwa pia, ila Watanzania sasa wanabidi waamke wa support wasanii wao. Yeah, exactly. Yeah. Okay, so swali la mwisho kabisa la kizushi pia. Bado Yanga tunaipenda au muone kuna kitu kinauma? Sababu unajua kuna lile deal lile. Bana mimi lazima niipende Yanga kwa sababu mamangu ni Yanga bwana. Toka kwa nyumbani huko, ukikaa tu huko nyumbani huko, mamangu anakuambia mambo ya Yanga. Kwa hiyo nikajikutaga nimekuwa Yanga na naipenda basi. Okay. Siwezi acha kuipenda. Okay. Just in case you don't know Yanga, mapenzi yake kwa Yanga alifanya akapoteza bonge moja. Alipoteza hela nyingi sana sure. Kwani hela nyingi sana lakini mapenzi yake hayakubalika. Anyways, mimi nashukuru sana kwa kuja. Nimefurahi sana kusikia story yako. Nashukuru. I'm sure watu wamejifunza vitu vingi sana kwa sababu mimi mwenyewe personally nimejifunza vitu vingi sana kwamba
Pale ambako umezaliwa hapataki kudetermine wewe unaenda wapi. Yani kikubwa wewe ni kujua unaenda wapi. Lakini pia kimoja cha mwisho na hapa hiyo Watanzania, ukitaka kufanikiwa ondoka ulipozaliwa. Okay. Ukitaka kufanikiwa ondoka ulipozaliwa. Ukikaa pale mafanikio yatakuja kwa shida sana. Okay. Pale wanakujua, kuna husda nyingi, kuna mambo mengi. Ukienda sehemu mpya unaweza ukapambana pia. Pale ulipokulia kumbuka kwa nini itakuwa ngumu kufanikiwa, kwa sababu pale huwezi kusukuma mkokoteni. Exactly. Pale huwezi kwenda kuchimba mitaro. Okay. Ila ukisepa sehemu nyingine unaweza kwenda kufanya. Yeah. So tukitaka kufanikiwa ndugu zangu, tutoke nyumbani, tuondoke hapo tulipo. Okay. Yeah. Yeah, of course. Hata Waswahili hawakosea walivyosema nabii akubaliki kwao. Yeah. Ukienda huko you never know utakubalika. Hopefully haya yanayokuja tutazidi kufurahia na kuenjoy zaidi. Tulikuwa na Idaya humo ndani. Mimi sina la ziada, msisahau kusubscribe our YouTube channel ambayo ni A Story Yangu Podcast, and my name is Chika. See you on the next episode. Bye guys. Story Yangu Podcast. Utajifunza kitu.